Karibu kwenye Sport News ya na Kivona Media. Mimi naitwa Mchome 47, nezo kanita pia the heavyweight champion. Pero kometisha. Endelea kufuatilia na Kivona Media, usisahau kusubscribe, like pamoja na kucomment ili uendelee kupata taarifa mbalimbali. Leo nimekuletea takwimu ya matukio ambayo yaliamuliwa pasi na kufuata kanuni, bali zilitumika tu busara kuamua matukio haya. Hiki nimekifanya ili kukuletea wewe ambaye unafuatilia soka la Tanzania ili uweze kuelewa katika kile ambacho kinaendelea hivi sasa katika kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo. Mwaka 2001 Simba walikuwa mabingwa wa ligi kuu ya kandanda soka Tanzania bara, lakini hawakupewa zawadi. Hii ni mara baada ya mdhamini mkuu Safari Laga kujitoa katikati ya msimu. FAT chini ya mwenyekiti Muhidini Ndolanga ambaye kwa sasa ni marehemu, Mungu amrehemu huko aliko, aliahidi kuwapa zawadi pindi ambapo atapatikana mdhamini mkuu. Lakini ilipofika mwaka 2002 wakaja Vodacom, lakini Simba hakupewa zawadi yao hadi ilipofika mwaka 2004 Ndolanga akaondoka, akaingia Tenga. Simba hakupewa zawadi yao vivyo hivyo. Wakaendelea kucheza ligi bila kulalamika, kwa maana ya malalamiko ya zawadi yao, hadi ilipofika mwaka 2009. Mwaka huo TFF irudisha mechi ya ngao ya hisani kwa jina la ngao ya jamii kama kiashiria cha ufunguzi wa ligi. Mechi ilifanyika kwa mara ya kwanza mwaka 2001, lakini haikufanyika tena hadi Tenga alipoirudisha mwaka 2009. Kanuni zilitaka mabingwa na makamu bingwa wa msimu uliotangulia kukutana, ambao walikuwa ni Simba na Yanga, lakini Simba waligoma kupeleka timu uwanjani wakishinikiza kupewa zawadi kwanza, ambayo ni zawadi waliopaswa kupewa mwaka 2001. Yaani timu haikupewa zawadi ya ligi kuu 2001, lakini iliendelea kucheza hadi ilipofika 2009 ikaja kugoma mechi ya ngao ya jamii. TFF ya Tenga haikufanya chochote kwa Simba zaidi ya kuwapa nafasi Mtibwa Sugar. Wao walimaliza nafasi ya 3 na Mtibwa hawakufanya ajizi, wakaichapa Yanga bao 1-0, bao la Pius Kisambele, na kuwa mabingwa wa michuano hiyo kwa maana ya ngao ya jamii. Kiburi cha Simba na Yanga kimejengwa miaka mingi mno, na hapa najaribu kukupa tathmini na stories za miaka iliyopita kukuonyesha kwa namna ambavyo bodi TFF pamoja na FAT zilivyoshindwa kusimamia sheria na kanuni. Yanga walisusa kucheza ligi kuanzia mwaka 1965 hadi 1968, nao hakufanywa kitu. Ilipofika mwaka 1970 ligi haikufanyika kwa sababu Yanga na Simba waligomea uwepo wa timu nyingi za mashirika na makampuni. 1991 Simba walikataa kurudi uwanjani kipindi cha pili dhidi ya Yanga, eti walimsikia muamuzi akisema atawaua kipindi cha pili. Haya ni baadhi ya matukio ambayo najaribu kukuonesha kwamba hizi timu zilikuwa hazifuati kanuni na bodi pamoja na TFF zilikuwa zikiwasikiliza. 1992 Yanga walikataa kucheza na Simba eti kwa sababu walishachukua ubingwa. Ilipofika 1996 Simba nao walikataa kucheza na Yanga eti wanajiandaa na michuano ya kimataifa. 2003 Yanga waliupeleka mpira mahakamani kinyume cha sheria na sheria haikuwafanya kitu. Haya ni baadhi tu ya matukio ambayo nimejaribu kukuonesha kwa namna ambavyo kanuni zipo ila hazifuatwi. Je, kwa nini hazifuatwi? Je, Simba na Yanga wao wanajikuta nani katika soka la Tanzania? Mimi naitwa Rashid Mchome, unaweza kaniita the heavyweight champion. Endelea kufuatilia na Kivona Media katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na X. Kote tunafahamika @ na Kivona Media. Hapa usisahau kusubscribe, like pamoja na kucomment ili uendelee kupata madini kama haya. Asante na kwaheri.